Karibu tena kwenye The Conversation. Tuko vizuri sana kwa sababu kwenye The Conversation ni issue kubwa, tunajadili kuhusiana na masuala ya malezi na makuzi ya watoto. Katika changamoto ambazo watu huwa wanakutana nazo ni kuwa na mtoto anayeitwa na kupachikwa jina la mtoto mtukutu, mjanja, anayesumbua, anayeweza kufanya mtu katika familia usiweze kufanya mambo mengine kama mzazi ama mlezi unayemlea kijana huyo. Umri huu wa miaka 13 mpaka 17, hapa katikati hapa kuna mambo mengi sana. Leo niko na bwana anaitwa Saidi Mustafa Badi. Huyu bwana mimi ninamfahamu vizuri lakini simfahamu. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba yeye kwa namna ambavyo amepitia katika makuzi yake na malezi yake, kuna changamoto nyingi alizokumbana nazo na mpaka kuwa mtukutu na nini, mambo mbalimbali. Lakini kubwa, namna ambavyo ameweza kufanikiwa kwenye maisha, utabiri wa walio wengi umefeli kulingana na yeye jinsi ambavyo amefanikiwa kwa hivi sasa. Sio kipesa bali kimaadili, kwa sababu kama pesa mzee wangu namfahamu hana, lakini kwenye maadili najua kwa vizuri. Bwana Saidi Badi, karibu sana. Asante sana mjana. Sawa, mimi nataka kujua jambo moja. Umekuwa kwenye familia mtaa wa namna gani? Yaani jinsi ambavyo umekuwa. Mimi nimekuwa kwenye mtaa wa mazingira ambayo kuna watu tofauti tofauti. Yaani namaanisha kwamba kuna vijana tofauti tofauti. Yaani kwamba kuna vijana watukutu, kuna vijana wastaarabu, kwa sababu haiwezekani mtaa ukawa na vijana watukutu tupu. Ndio, sio rahisi. Haiwezekani vijana wastaarabu tupu. Ndio. Kwa tumechanganyika. Mbona kwa sasa wewe mwenyewe unachagua upande. Unataka kwenda wapi? Wewe binafsi ulichagua upande gani? Mimi kuna wakati nilikuwa naweza kusema mimi mwenyewe sijielewi kwamba uko kwenye kundi lipi la wastaarabu. Lakini katika wale wastaarabu sana sijakuwepo. Wastaarabu kidogo? Wastaarabu yani kidogo na zaidi. Safi. Na kwenye familia ulikuwa kwenye familia ya namna gani? Familia yangu mimi nimelelewa nyumbani kwetu, yani nimelelewa na mamangu. Ndio. Mamangu ambaye alikuwa anaishi kwao. Ndio. Sema kwao na maanisha kwamba kwenye nyumba ya bibi yangu. Sawa sawa. Bibi yangu mzaa mama, babu yangu mzaa mama. Ndio. Kwa hiyo mama zangu wadogo, mama yangu, mama zangu wakubwa, kwa familia ilikuwepo hapo. Kwa mimi nazaliwa naona maisha yangu yako hapo. Ndio. Sijakuwa katika mazingira kwamba nimezaliwa kuna mazingira, kuna baba, kuna mama, tunaishi sehemu yetu. Ndio. Hapana. Nimezaliwa kwenye familia yetu ambayo kwa bibi yangu mzaa mama na kwa babu yangu mzaa mama ndio nyumbani kwetu. Sawa, leo nitakuuliza maswali mengi binafsi ambayo kimsingi nafikiri yanaweza kasaidia mtazamaji aweze kujua jinsi mazingira, ngazi ya familia yanavyoleta athari katika makuzi na malezi, lakini na namna njema ambayo Mwenyezi Mungu amekupitisha mpaka kuwa hivi vile ambavyo ulivyo. Hali ya nyumbani ilikuwaje kwa maana ya kipato, masuala ya lishe, masuala ya mazingira tu kwa jumla, ulalaji, makuzi, watu wangapi? Kwa sababu unaweza kusema mama, babu, bibi na mama zangu wadogo, mtu akajua labda mama wadogo wawili, kumbe kuna lundo. Alafu kuna mama wadogo labda kuna watoto wao na nini. Kwa hiyo idadi labda mlikuwa mko watu wangapi na namna gani ambavyo kiuchumi ilikuwa familia yenu? Mimi bibi yangu pale nyumbani, kwa sababu mimi nimezaliwa, babu yangu ashafariki. Ndio. Babu yangu mzaa mama. Kwa hiyo bibi yangu ndo alikuwepo. Kwa hiyo kwenye nyumba yetu sisi pale wakati tunaishi, bibi yangu ana watoto 11. Kivumbi kinaanzia hapo. Yani yeye bibi mwenyewe, watoto wake yeye mwenyewe 11. Alafu mama yangu mimi amebahatika kupata watoto 3. Ndio. Mbe mimi na mdogo wangu, wadogo zangu wawili, mmoja wa kiume, mmoja wa kike. Ndio. Ni wa mwisho. Kwa hiyo kuna mamangu mkubwa naye ana watoto wake. Ndio. Walikuwa 4 nafikiri. Mkubwa, watoto wake 4. Ndio. Na wa kike mmoja, 3 wa kiume. Kwa kuna mamangu mdogo alikuwa na mtoto wake mmoja. Sawa. Walikuwa
Ndio. Alafu kuna mamangu mdogo mwingine alikuwa na mtoto wake mmoja. Kwa ujumla pale wajukuu tulikuwa tunaenda kwenye 8 fulani 9 10. Kwa ukichukua wajukuu 10, mama na wajomba 11, 21. Ukijumlisha na bibi 22. Nyumba ilikuwa na vyumba vingapi? Nyumba ilikuwa na vyumba vingi. Yani, lakini wakati huo watoto wengine wa bibi yangu walikuwa wamefariki. Ndio. Ambao mimi nakuwa sijawaona. Okay. Ila nimeambiwa tu bibi yako alikuwa na watoto 11. Ndio. Kwa wakati huo tulikuwa mama yangu mimi, sawa, mama yangu mkubwa, ndio, mama yangu mdogo mwingine, mdogo mwingine, mdogo mwingine, mdogo mwingine na mjomba wangu. Kwa watu 7. Hao ni uzao wa bibi. Kwenye ngazi ya wazazi hao walikuwa 7. Ndio. Umeona. Huku kwa wajukuu ndo kama nilivyokuambia. Kwangu mimi kuna 3. Kwa mama yangu mkubwa kuna 4. Ndio. Mdogo mwingine kuna 1. Sawa. Kwa hiyo pale tulikuwa jumla 4 kama 9. Ndio. 3, 4, kwa 9 mpaka watu 16 na bibi mwenyewe 17. Kwa idadi ilikuwa nzuri kidogo. Ilikuwa nzuri. Sasa sisi wajukuu wa kiume tulikuwa na chumba chetu peke yenu. Tunalala wenyewe. Kina vitanda viwili na jigawa. Wengine wanalala huku, wengine wanalala huku. Sawa. Hivyo chumba chetu sisi kilikuwa kama chumba na sebule ambacho mjomba wetu analala hapo, afu tunaingia chumbani kwetu tunaenda kulala sisi. Umeona? Ndio. Kwa hiyo hivyo kwa tulikuwa tunaishi katika mazingira. Sasa wewe utukutu uliupatia wapi? Huwa mtoto ambaye anaonekana yani hana issue, afai, yani kulitokana na nini unadhani? Yani issue kuwepo kikubwa zaidi ilikuwa aina ya marafiki zangu na aina ya michezo yangu. Mimi nilikuwa nacheza sana mpira wa miguu. Ndio. Na makuzi yangu mimi, umaarufu wangu mkubwa wa kwanza kwa mtaani nilikokuwa naishi ni kucheza mpira. Na nafasi ya mpira uwanjani nilikuwa golikipa. Ndio. Kwa hiyo nafasi yangu ya golikipa nilikuwa kubwa sana, ambayo kwa kitongoji kile kwa wakati ule, kwa umri wangu mimi, kulikuwa hakuna golikipa anayeweza kudaka vizuri kama mimi. Ndio. Umeona? Kwa sasa tulikuwa tukitoka kwenye mpira tunaenda kwenye michezo yetu mingine binafsi tofauti na mpira. Kwa hiyo unakuta kwamba michezo ambayo mimi nilikuwa naisogelea zaidi kucheza kamari. Ndio. Umeona? Sasa hiko nafikiri ndo cha kwanza ambacho watu waliona kwamba huyu mtoto labda sio. Umeona? Kwa jinsi walivyokuwa wanachukulia. Kwa hiyo kamari mnaenda mnacheza, kuna kamari ya kurusha hela, kamari ya kolokolo, hizo zote mimi nimecheza. Sasa mazingira ya hiyo michezo wengi unaokutana nao ndo, yani mazingira ya hiyo michezo uwezi ukakutana na mtoto mstaarabu. Lazima ukutane na watukutu wenzako. Ukutana na watukutu. Kwa wewe unaweza kuwa mtukutu kiasi, lakini pale kuna watukutu zaidi. Kutokana na mazingira yenyewe yalikuwa yanatengeneza mazingira mengine kwamba watu wakikaa waanze kutumia vilevi. Na vilevi, unajua kuna vilevi tofauti tofauti. Kwa katika hiyo kundi mnajikuta kwamba kuna wao wanaovuta bange, wengine wanakula unga, wengine wanakunywa pombe. Kwa pale mnajikuta kwamba mzunguko wale watu uko hivyo. Kwa sababu muda wote ndio uko na hao watu. Kwa hiyo unakunywa, utaonekana unakunywa, au vuti, utaonekana unavuta, lakini kumbe wewe uko pale kwa ajili ya ile kamari, kwa sababu unajua ukicheza utapata hela. Mimi kikubwa zaidi ile kamari nilikuwa nikicheza napata hela, ilikuwa inanisababishia wale watu lazima niwe nao. Wewe kwenye ukuaji wako kuna tukio gani kubwa ambalo labda unahisi unalikumbuka na uliona hili sasa ndo limenifanya mimi rasmi naonekana hapa sasa mimi ndo mtukutu wa taifa katika ile level ya kitongoji? Kwanza mimi nilikuwa siwezi kupigana. Ndio. Ukipanga hivi unaniondoa. Ila tatizo kubwa nilokuwa kwa sasa katika mazingira haya kanisababishia, kwa sababu nilikuwa sitaki kukubali kushindwa, nitafute kitu kingine cha ziada cha kufanya ninapogombana na mtu. Kwa hiyo mimi ilikuwa tukigombana
vurugu zikitokea, mimi na wewe tumegombana, ndio nikiona kuna jiwe mimi sirudishi nyuma, ndio litakufikia. Nikigeuka nikiona kuna kiwembe sirudishi nyuma, ndio sawa, nitakuchanja nacho, sawa. Kwa hiyo hiko nacho kilikuwa kinasababisha mimi nionekane mtukutu, kwa sababu wengi ambao waligombana na mimi kupigana na mimi, yani mimi niliwazuru wao na kuwaacha na alama. Ndio ni vitu ambavyo hata wakati huu mimi mwenyewe nikikaaga huwa nikikumbuka hivyo vitu huwa navijutiaga sana, kwa sababu wapo marafiki zangu mpaka leo hii ninavyoongea na wewe na utu uzima wao wana alama ambazo niliwasababishia mimi kwenye utoto wetu huko zamani. Ulifanya nini? Kiwembe. Mimi ifika wakati, sababu nilishajijua siwezi kupigana, ndio alafu nilishajijua siwezi kuacha wale marafiki ambao nacheza nao kamari, lazima niwe nao. Ndio nilishajiwekea kwamba hawa ndo marafiki zangu, kamari nitacheza, siwezi kuacha. Kwa ule mzunguko wale watu wangu, hizo shari zipo muda wote, yani ngumi muda wote. Kuna muda mtu analiwa akubali, anataka mshikana. Kwa hiyo mimi nilikuwa natembea na kisu kidogodogo kama kiwembe. Ndiyo. Muda wote yani kwamba lolote likitokea uko vizuri nishinde mimi. Yani kushindwa iko haiwezekani. Sasa wakati haya yote yanatokea kwa upande wa wazazi, bi mkubwa pale, mama wadogo na bibi, wao walikuwa wanakuona vipi? Yani ukiachana kwamba utukutu, walikuwa wanakuonaje? Mtu anatakaji msaada, anahitaji kuelewa, ama ni vipi? Walikuwa chaji ndani issue ile kuwepo hivyo vitu mara nyingi vikitokeaga huko mtaani. Ndio hayo matukio ripoti nyumbani lazima zifike za kutosha tu. Takuja ule mtoto kwa wakati ule, unajua ukimuumiza mtoto wa mtu zamani, zama za kwetu sisi, ndio kwa juu wetu sisi, yani ukimuumiza mtoto wa mtu umemkata na kiwembe, ufanye mama yake anamshika mkono, anakuja naye hadi kwenu. Ndio kwa wakati maelezo anakuja kushtaki kwenu na anaonyeshwa kilichotokea. Mwanao kafanya 1 2 3. Kwa mama anasikiliza tukio hili, kirudi anaongea na wewe, bana 1 2 3 4 5 hivi vitu mimi sivihitaji. Au sikilizo ushaanza kuvuta bange si nini, na mama bana, hapana bana, mimi sifanyi hivyo vitu. Nipiga mimi kupigana siwezi. Kwa nini utembee na sasa mimi siwezi? Kwa tunaongea na mimi nitaacha. Lakini kumbe sio kweli. Nikitoka hapo hali inakuwa iko vile vile. Umeona? Ndio hiyo changamoto iliyokuwepo. Kwa mzazi alikuwa anapambana kuongea na mimi kwa kuamini nitaacha, lakini na mimi kwa sababu nilikuwa najiona sina nguvu, kwa kuacha ile nilikuwa siwezi. Wewe unadhani katika mambo ambayo ulisema wewe huwezi kuacha, lakini unadhani kuna kauli ambayo uliweza kuzungumza nao na ukasema, yani ukikaa sasa hivi unasema ukikaa ukitafakari unakumbuka marafiki ambao umewaumiza wakati wa makuzi. Lakini je, kuna kauli ambazo zilishawahi kukuokoa wakati unazungumza na bibi, mama mdogo, bibi mkubwa, mama nani, kusema kwamba hii mimi iliniokoa, iliniweka sehemu nzuri? Zipo. Zipo. Mimi wakati hilo wanasema, tumie msemo, gari limewaka liko vizuri, yani gari limewaka, yani kila tukio nimo. Ndio kila tukio nimo. Ilifika wakati nikawa sina kipato, nataka kucheza kamari. Unajua mtoto una kitu ambacho ndio unaweza kama unaingiza unapata hela. Nilikuwa na kwa wakati huo bibi yangu mimi alikuwa anauza samaki, wewe unajua ndio kiwapi umewala vya kutosha. Kwa sasa nilikuwa na vizia ndani, nachukua hela, ndio na kucheza kamari. Kwa bibi akitoka sasa akipiga hesabu zake, hela zipungua. Kuna hela huko hamna, lakini mtu ambaye ana mazingira hayo ni mimi peke yangu. Kwa upate shida, unapata jibu kwa sababu hii hela itakuwa kachukua Saidi. Ndio hii hela itakuwa kachukua Saidi. Kwa ile hali ilikoelekea, mama yangu sasa alikuwa hataki kuamini kama mimi nilikuwa tunacheza kamari hivi. Ndio kwa naamini mimi na vitu vingine natumia tofauti na kucheza tu kamari. Yani ile maelezo tu ya kawaida yalikuwa hakubaliani nayo. Kwa ilifika wakati siku hiyo mama yangu akaniambia kabisa, aliniita ndio kawa, yani rasmi, mimi na yeye tumekaa wawili. Mwanangu huyo kikaa nasikia hili mara hiki, nisikilize. Ndio naongea hapa na sitarudia kuongea tena. Nikisikia
sababu sisi tumeelewa katika mazingira ya hayo yote yalikuwa yanatokea, lakini sisi madrasa ilikuwa lazima. Ndio. Yani nyumba yetu sisi madrasa ni lazima, kwenda chuo ni lazima, so hiari. Yani unaweza usile chakula kama hujaenda madrasa, chakula huli. Ndio. Kwa sisi kwenda madrasa ilikuwa lazima. Kwa kidogo imani ya dini ya Kiislamu ilikuwa imeingia. Kwa kwamba nikisikia umekula nguruwe huko, hiyo mizunguko yako. Naongea na wewe hapa leo. Yani sina lazi na wewe. Kabisa nakwambia. Ukila nguruwe sina lazi na wewe. Ukivuta bangi ndio sina lazi na wewe. Naongea hapa na nimemaliza. Ukifanya hivyo vitu kutokea lolote usinihusishe. Kwa hizo ndo kauli ambazo yani unazikumbuka na unaona zilikuokoa zikakuvusha. Na kwa sababu kwa mazingira yangu lokuwa nayo ilikuwa hivyo vitu nilikuwa naenda kutumia kwa asilimia kubwa. Kwa sababu kamari siko mnacheza kamari afu bange ile nazunguka pale, yani kwenye kugongea tulivyokaa hapo. Kuna mtu kwa anavuta huyo bange, anapuliza, anampa yule. Inazunguka. Kwa hiyo ilikuwa ikifika kwangu mimi naikataa. Kauli ile inakurudia. Ile kauli kila nikiiwaza sasa unajua sijui sasa hivi watu wanaichukuliaje lazi. Sawa, sijajua mapokeo ya lazi kwa wakati huo. Wewe kwako ilikuwa yani lazi kwa wakati ule ilikuwa jambo la hatari. Nikifanya tu nimevua nguo. Na wewe uko tayari kumwaga lazi. Mapokeo ya lazi kwa wakati ule, yani kwamba kuna vitu vingine, kuna muda unaonyesha, si wazazi walikuwa wanatutisha, anakwambia unamwona yule ana lazi ya baba yake yule. Ndio. Tayari chizi, unaonyeshwa chizi kabisa, unamuona. Kwa hiyo mimi nikitolewa nikivuta hii napata lazi, kwa hiyo nakuwa chizi. Sio mzima tena. Hapana. Siwezi kufanya hiko kitu. Kwa hiyo hivyo vitu vilinisaidia na sikuwahi kutumia. Kabisa. Lakini mimi asilimia yani 90 ya marafiki zangu wavuta bangi. Na kuhusu pombe hakusema. Pombe mama hakusema. Na ikawaje? Hiko kitu ndo Mungu amrehemu alipo. Hiko kitu hapo kidogo mama alifeli. Angesema na pombe. Nisingeinywa. Lakini hakuisema. Ifika wakati niliinywa. Sawa? Ndio. Lakini nikaja nikaachana nayo. Hakuisema. Lakini kama angeisema nao nisingeinywa. Umezungumzia kuhusiana na masuala ya madrasa na namna ambavyo umepata maonyo kulingana na mama alivyokuwa anasema. Maendeleo yako shuleni wakati uko kwenye mikasa yote hiyo yalikuwa kwenye hatua zipi? Mimi bwana, akili nilikuwa sina kabisa. Kabisa. Sina kabisa. Ndio. Na sidhani kama wewe ujui. Mbona unaniingiza kwenye yasio nihusu? Yaani kwamba mimi akili nilikuwa sina. Nilikuwa sina kwa sababu mimi kusoma tu wenyewe. Kujua kusoma na kuandika. Mimi nimekuja kujua darasa la 5. Ndio. Mimi mpaka nafaulu darasa la 4 kwenda la 5 ile ambayo unarudia darasa. Nimefaulu kwa kupiga chabu. Ndio. Ile chungulia hivyo. Mungu nisaidie. Lakini mimi darasa la 5 ndo nimeanza kujua kusoma darasa la 5. Kabisa. Yani ndo nimejua kusoma kabisa. Na shule yangu ilikuwa miezi 2 shule, miezi 3 najificha. Unarudi nyumbani naonekana umetoka shule, kumbe hujatoka shule. Na hakukuwa na jitihada zozote za kufanya uende shule, yani moja kwa moja? Sasa mama yangu alipambana kawaida, alishindwa. Yani nilikuwa shule mimi nilikuwa sitaki kabisa. Ndio. Madrasa mimi nilikuwa sikosi. Yani shule nilikuwa sitaki. Ndio maana dua lako refu lile. Na dua langu refu lile. Mimi madrasa nilikuwa napenda madrasa kuliko shule. Kwa hiyo ilifika wakati kwamba shule siendi kabisa, yani siitaki. Ndio. Kwa hiyo ikafika wakati mama yangu mimi alinitengenezea mkakati ili niweze kulimaliza hiyo darasa 7. Nitengenezea mkakati wa kumaliza. Sababu kuna wakati ilifika miezi kama 4 sienda shule, afu mama ajui. Ya kwa asubuhi natoka, naenda narudi. Mimi naenda zangu, naenda kucheza kamari ya bololi ile ya kurusha taa kwa mwilo ile ya vishimo ile. Kwa mama siku ambayo anagundua mimi na miezi 4 sienda shule, alikuja shuleni moja kwa moja. Ndio. Sababu shule tulikuwa tunasoma sio mbali na nyumbani.
Alienda akazungumza nao, akathibitishiwa kweli. Haujaenda shule miezi mingi na mimi siku hiyo mimi sijakuwepo shule. Alipata taarifa kwa akatoka akaenda, na ni kweli kwa siku hiyo sijakuwepo shule. Mama baada ya kujua hivyo alitoka kaenda kituo cha polisi kutoa taarifa, nimekuja hapa kwa sababu ya 1, 2, 3, 4, 5 kwa ajili ya mtoto wangu. Kwa hiyo unatakaje mama? Nataka mwanangu mimi sawa, akiwa anaenda shule ndio aje kusaini hapa asubuhi ndio aende shuleni. Na shuleni nikifika kuna daftari la kusaini ndio kama nimefika. Muda wa kutoka na saini shuleni na saini kituo cha polisi, alafu naenda nyumbani. Ndio mamangu alifanikiwa mimi kulimaliza darasa 7 kwa staili hiyo. Kwa kinyume na hapo na mimi pengine labda nisingemaliza. Ndio. Hivyo. Lakini chuo nilikuwa nakwenda kila siku ya Mungu. Nilikuwa naenda chuo. Sasa kwenye kukua pale katikati kulikuwa kuna majanga mengi ambayo unawasababishia watu, lakini naamini na wewe ndani ya nafsi kabisa, kwa sababu sio mtu mbaya 100% kwenye kukua kwako. Kwenye kihisia wewe ulikuwa unaona unajitetea kwa namna gani? Yaani wazazi walikuwa ukipata shida wanakuzungumza na wewe na kukuambia pole, fanya hivi, ama ilikuwa ni kitu gani kinakuponya? Sasa unakuta mimi nilikuwa naongoza kuwaumiza wenzangu. Ndio. Umeona? Kwa hiyo hata nikisemwa nasemwa niache kuumiza wenzangu. Sio kuambiwa pole. Kama nimefanyiwa kitu. Ndio. Umeona? Ndio. Kwa hiyo hali nafikiri labda ilikuwa nasababisha najiona kwamba kama mimi mwamba naweza nikaendelea kufanya. Lakini kuna wakati mimi mwenyewe niliamua nikasema basi inatosha. Mwenyewe tu kulingana na matukio. Kuna matukio ambayo yalitokea yalinisababishia mimi mwenyewe kusema hapana, huku ninakoelekea inaweza ikatokea shida kubwa zaidi. Tukio gani hasa unadhani hilo ndio likuletea mabadiliko hasa ya tabia? Na rafiki yangu mmoja wa karibu kwa Yusufu Yusufu Mtina. Rafiki yangu bana, rafiki yangu sana. Hapo sio katika kugombana nikajikuta nikamchana sio na kiwembe kitu kama hicho mkononi, sio. Sasa reaction yake ilikuwa kubwa mno. Alifanya nini ambao sikuitarajia? Alichukia kwenye level ya mwisho. Alitoka, aliingia ndani kwao, akaenda akachukua panga kuja hivi. Sasa nikaona kama nani, naona alivyofika analileta kweli. Watu wakimzuia analileta kweli. Nakuwa sikubali kona nikaona hapana, hii jambo kupambana nalo huku mtaani hapana, hili liko tofauti. Hili la nyumbani hiyo. Sasa nikimbia mbio nikaenda kunja nikia nikigeuka nyuma, huyu hapa huyu akasani kwao, nikisimama huyu anamaliza. Ndio. Kwa pale nyumbani watu wamekaa, ilikuwa usiku, wanashangaa napita tu naingia ndani. Kuingia ndani nikaenda nikajificha uvunguni usiku, kaingia mpaka ndani. Hajui uko wapi. Na panga wake anatafuta sasa pale sikwetu. Kwa uwezi kujua nimeingia chumba kipi. Ingia huko nikajificha uvunguni, kwa kila akitafuta hamna kitu, kabidi watu waingie pale nyumbani. Vipi, imekuaje? Wamemshika bana, sikubali wakifanya hivi. Naona mimi sikubali, mimi namuua. Kwa ile kitu pale ndio ilisababisha hata mimi baada ya ile jambo kuisha uwe mpole. Sasa nikawa kidogo mpole, nasema haya mambo anakoelekea mbona tofauti, afu kumbe kuna siku naweza ikaja kunikuta makubwa zaidi. So mimi tu kuwafanyia watu, mimi nafanya kwa kidogo, utamchana mtu kawaida. Sasa unaona maamuzi anayofanya haya, maana angefanikiwa yeye pengine mimi ningeumia zaidi. Kwa hiyo nikasema hapana, pale nikajikuta sasa naanza kurudi nyuma kwenye hivyo vitu. Na reaction ya wazazi baada ya wewe kuona umebadilika, wao ilikuwa ya namna gani? Kubadilika kwenye nini? Yani walivyokuona kwamba sasa sio mtukutu tena, kwenye kamali haupo, yani badiliko lako lilikuwa kwenye nini? Hapo ushamaliza la 7. Yani kwenye kamali sio kama nilikuwa sipo, lakini kuna mazingira niliyabadilisha.
ya ukorofi, ugomvi. Umeona ule ukorofi ule, kugombana, mtu ma umeshika si nini, hivyo vitu kwanza nijikuta kama siko navyo, chana navyo kwenye ukuaji wangu. Ndio. Alafu kingine, mimi nilikuwa napenda sana kusoma dini. Umeona? Ndio. Yani mimi mtoto wa madrasa sana kwa shule. Kwa hiyo sasa ile nafikiri ile nayo ya madrasa nayo imenisaidia, nijenga. Unajua ukifuatilia sana dini yetu ya Kiislamu, yani ina mafundisho yake fulani yanaonyesha namna gani kwamba sisi binadamu wote ndugu. Sawa. Ndio. Tusiishi kwa kubaguana, sisi ndugu. Uislamu ndugu, Uislamu nataka hivi, Uislamu. Kwa nafikiri kubezi kwangu kwenye Uislamu wangu na dini yangu, nao kidogo ile hofu ya Mungu nao nilikuwa nayo. Ndio ile kuweza, yani mimi ndani yangu nilikuwa na hofu ya Mungu ukiachana yote. Yani mimi nilikuwa ni mtoto wa madrasa, kwa sababu chuoni kwetu kulikuwa kuna utaratibu. Umeona? Mwalimu wetu sisi, Mwalimu Kondo alikuwa na A list yake. Na wewe ulikuwemo katika A list? Mimi top 10 ya wanafunzi wako wa madrasa. Na wewe upo, ambao Mwalimu Kondo yeye alikuwa anaishi kwenye mazingira yani sijui nisemaje, yani mtu akiwa anakipenda kitu chake, yani sijui tunamuongeleaje hapa. Ni expert tuseme, sijui kwenye hilo eneo, ni mtaalamu lakini pia ni mjuzi, anapenda. Mwalimu Kondo afu ni mjuzi, afu alikuwa anaipenda dini yake ya Kiislamu. Ndio. Yani ule ualimu wake, alafu alikuwa anajivunia wanafunzi wake. Ndio. Mwalimu Kondo ni mtu ambaye alikuwa akienda msikitini, sawa, anaenda na ile A list yake, wanafunzi wake wale 10. Kwenye misikiti kulikuwa kuna tabia ile, baada ya kuswali kwenye ile dua ile, mbwana leta dua, Kondo anasema baada ya muda wa dua, kati yenu yoyote aanze kusoma dua. Nisione sekunde 3 zimepita msikitini hajasoma dua kutoka kwa wanafunzi wake. Tupe dua, yani kwamba wakati tupe dua jinsi ilivyo, kulikuwa kuna ule utamaduni ambao upo, mtu anaomba tupe dua, shehe lete wewe bwana. Sawa. Kwa mwalimu asa ile tupe dua ya kwanza, katika wanafunzi wake 10 pale, ndio mmoja wapo asome ile dua. Unakuta wewe sasa unaanza kusoma pale dua, piga vitu unashusha hasa unadondosha vitu bwana, unadondosha. Kwa Mwalimu Kondo anasema safi. Kuna dua zile dua pale mtaani, ilikuwa misiba ikitokea, unaona kuna dua za kwenda kusomea wale watu waliofariki, kumsomea maiti, kufanyaje. Sisi ndo tunakwenda, watoto wa madrasa, yani madrasa yetu ilikuwa kubwa. Ndio. Sisi ndo tunakwenda, tunasoma, tunafanyaje. Kwa hiyo nafikiri ile dini nayo niloamua kupambana nayo imenisaidia. Wewe sasa hivi umeshakuwa mzazi na ni mtu ambaye umebadilika kwenye mambo mengi, una maisha yako, unajitegemea na una familia na nini. Unamwambia nini mzazi mwenye mtoto anayepitia hali kama ya kwako? Kwa sababu natamani nijue aina ya watoto uliokuwa nao na wanakulipa nini. Either na wao kama ni wakorofi ama ni watu walionyooka ama ni vipi, kwa sababu wana malipo ni hapa duniani. Na je, unawaambia nini wazazi wenye watoto wakorofi? Kwa kuna mambo mawili hapo. Kuna watoto wako wakoje na wazazi wenye watoto wakorofi unawaambia nini kuhusiana na watoto wao? Mimi nafikiri nilichokuwa nakiona mimi naona mimi mzazi wangu wakati na hizo changamoto lakini alikuwa na feli, ndio shuleni huko nilikuwa siwezi, sawa, nasoma kwa shida. Alinitengenezea mazingira ya kuripoti polisi nisome, lakini kule chuo ambako nilikuwa napapenda alipatia nguvu, alikuwa ananisupport kwa hali ya juu, hali ya juu sana. Na mimi nahisi yeye aliamini utakuja kuwa shehe huku anako upapenda huku kunaweza kukambadilisha. Okay. Nahisi yeye aliamini hivyo pasipo mimi mwenyewe. Yani sasa hivi ndo najiona kwamba kwa nini mama yangu alinisapoti
kwenye elimu yangu ya dini. Ndio. Sawa. Aliona kwamba ni mimi nimeongea kawaida nimeshindwa, lakini mwanangu anapenda kile. Wacha kama kanzu nimnunulie, juzuu mpya nimpe, inawezekana kule kukamsaidia. Umeona? Mimi ninachokiona kwa wazazi wa sasa hivi. Kwanza lazima tukubaliane kwamba kwenye familia hofu ya Mungu ndio yani namba moja. Yani katika ngazi ya familia lazima, familia kabla ya kuanza kitu chochote, tengeneza familia yako kwenye hofu ya Mungu. Kama Mkristo, mpambanie mwanao kwenye dini yake ya Kikristo. Aende kanisani, akasikili, kwa sababu unaamini kila dini ina mafundisho mazuri, inawatengeneza watu kwenye hofu ya Mungu. Ndio. Mtoto akibeba ile hofu ya Mungu, ukipambana naye huku kawaida, lakini akikaa mwenyewe akijikumbuka, anaenda kanisani, anaenda sijui chuo, kule sasa kuna vitu atakutana navyo. Ndio. Kwa anajikutana kwenda hivi, afa kusikiliza na vya kule, tulia. Lakini hofu ya Mungu kosekana, maanake mtoto anakuwa anakwenda tu, hana imani yoyote. Na wewe unatamani kama wakati unapitia hizo changamoto zote, labda unatamani walezi na wazazi wako wangefanya kitu gani kwako ili mradi uweze kubadilika? Ukiachana kwamba issue ya madrasa, unadhani labda ulimisi nini kuwa na utoto wa tofauti na watoto wengine ambao walikuwa nao? Mimi nafikiri nilimisi mazingira, kwa sababu mimi marafiki zangu wengi walikuwa watoto ambao wanaishi kwao na baba na mama. Yani unatoka na rafiki yako, anaenda nyumbani, anaenda au kama uje nyumbani unifuate, kwenda kwao unamkuta yuko yeye na baba yake na mama yake kama wadogo zake, unaikuta familia iko pale. Ndio. Yani wewe ndo unatoka kwa bibi na babu, ndio, mama wadogo, sijui wajomba. Umeelewa vizuri? Nakuelewa. Kama mimi nililelewa, yani muongozo wangu, yani mtu ambaye kwa mzazi wangu alikuwa ni mmoja, mama yangu. Na mama yangu sio kama alikuwa anakaa kwake, yuko kwao. Na mimi nimekulia nyumbani kwao, sema kwa bibi yangu. Ndio. Kwa hiyo mabadiliko ambayo mimi niliyaona kati yangu mimi na wenzangu ni hayo, kwa sababu wao walikuwa wanaishi na wazazi wao mmoja. Kwa mimi kwa sasa hivi nikiangalia mimi ninavyoishi na watoto wangu, na mimi nikikumbuka wakati ule, naona kabisa wale wenzangu kuna vitu walikuwa wanavipata, ambao walikuwa wanaishi na ngazi ya familia na wazazi wao, kuna vitu walikuwa wanavipata tofauti na nilivyokuwa napata mimi. Je, sawa, unaona vitu wanavyovipata, lakini je, ukiwaona sasa hivi unaona kabisa ni watu tofauti wenye maadili tofauti kulingana na wewe? Wapo ambao naona wamebadilika, wapo ambao yani mimi niliyekuwa na matatizo wakati huo, sasa hivi yani mimi nimekuwa bora zaidi, mwalimu kabisa. Nimekuwa mwalimu bora zaidi, kwa sababu mimi kuna watu wengi ujue mimi nilokuwa nao wakiniona sasa hivi wananishangaa. Ndio. Kwa nini? Kwa namna ambavyo ninavyoishi, ndio, kwenye hiyo level ya familia. Wananishangaa kwa namna ya watu ambao nilokuwa nao, walionizunguka. Sababu mimi maisha yangu baadaye nilikuja kujitengenezea mazingira ambayo sijui nisemaje, kwamba nilikuja kugundua silaha ya kwanza kwenye maisha. Sababu mimi sijasoma, sina elimu, sawa. Alafu maisha yangu utafutaji, manake ni mfanya biashara. Unaona, ufanyaji wa biashara hauhitaji vyeti, unahitaji tu kichwa chako, unafanyaje na kuaje. Kwa katika hiyo level yangu ya biashara yangu hiyo ilikuwa naifanya, nilikuwa natengeneza mazingira ya uaminifu kwa wale watu wangu nilikuwa nafanya nao kazi. Ndio. Kwa wakati huo ambao nilianza kwenda kwenye shughuli zangu za utafutaji. Kwa hiyo nayo ilinitengenezea mazingira kufahamiana na watu wengi. Sawa. Ndio. Nao watu wakanipenda na wakanikubali kwa sababu ya ule uaminifu uliokuwa nimeuonyesha. Nimejikuta watu mpaka leo hii wengine ninao. Alafu wao wana level kubwa sana ya maisha, tofauti na mimi kabisa, lakini wako na mimi mpaka leo. Lakini ukichukua kikubwa kilichowafanya wawe na mimi ni ule uaminifu tu, sio jambo lingine, kwa sababu
unakuta na wao pengine wana watu wao wengine ambao wewe sio mtu wako, ambao mimi hao watu sio watu wangu lakini mtu anakuchagua wewe, ndio anawaacha hao wengine na yale mazingira yako uliyotengeneza. Sasa Bwana Saidi, mimi nina swali moja hapa, kuona kwamba ina maana katika jamii uliokuwa unaishi nayo hakukuwa na watu waungwana wa kuweza kukubadilisha tabia, ukiachana na madrasa na maneno ya nyumbani. Jamii yote na mali ilikuwa na watu ambao wanamuona tu mtoto, kwa sababu katika makuzi yako naamini kulikuwa na watu ambao ulimesema hapa, mtu akifanya kosa anabebwa huko mkuku na mzazi wake, anakwenda nyumba nyingine kwa ajili ya kubadilisha tabia na kutoa mashtaka. Wewe ilikuwaje baada ya kumaliza darasa la 7 na nini kilifuata na mambo yako yalikuwaje pale katikati? Sasa mimi nilipomaliza darasa la 7 kuna brother mmoja anaitwa Biki, ndio alihamia pale nyumbani kwetu kwa pembeni. Kwa hiyo nilipata bahati ya kumechi naye kwenye baadhi ya vitu, yani nilikuwa msikivu kwake kwa sababu yeye ni brother dogo hivi. Afu ndo nishamaliza darasa 7. Fika wakati akaniuliza, bwana vipi, mbona unataka tufanye nini? Yani yeye aliniuliza mimi kama bro, bwana mimi nataka kama tuifungua hata duka, ndio umeona biashara, nikaa napata 200 kidogo na support familia, sio mbaya, ndio umeona hivyo. Kwa sababu kwa nini mimi nilikuwa nataka namwambia afungue hiyo biashara? Kwa sababu mimi biashara nilikuwa naamini kwenye biashara, kwa sababu mimi darasa 4 nishai kufanya biashara. Ya nini? Niliuza machungwa darasa 4. Umeona? Ndio. Kutokana na mazingira ya familia yetu ilivyo. Mimi darasa 4 nimeuza machungwa. Katika level ya kawaida kabisa. Bwana chukua machungwa peleka. Kuna kiwanda kimoja cha sukari kiko kule. Maeneo ya Pepsi kule. Ndio. Ndani kule. GV kule. GV ambako bibi yangu mimi ndo alikuwa anauza chakula. Kule viwandani. Darasa 4 mimi nilikuwa nauza machungwa. Nachukua machungwa, sio mtaji wangu. Mtaji wa hela ambao umetoka nyumbani, unaenda Vingunguti barabarani, unachukua machungwa. Ndio. Unaenda unapeleka kule unauza. Sawa, kinachopatikana unarudi nacho nyumbani. Kwa hiyo biashara nilikuwa naijua. Na wakati huo mimi nachukua machungwa napeleka huko, ilikuwa sio ajabu, yani kawaida kutokana na familia yetu ilivyo na ile familia ilivyo. Hivyo hizo movement kwetu zilikuwa za kawaida, sio kwamba ajabu sana. Kwa hiyo nijikuta nimwambia brother Diki hivyo kwamba mwanzishe biashara. Kwa sababu yeye alikuwa kwenye kiwanda cha nguo pale maeneo ya Jeti pale. Kuna kiwanda cha nguo, magodauni ya mabalo haya, anashusha mabalo ya mitumba. Walikuwa wanauzauza, wanauzia watu wa machinga. Kwa hiyo tulikubaliana tufungue duka, tutaweka hizo nguo. Kwa hiyo kuanzia hapo kwa brother Diki ndo spirit ya wewe kupenda biashara ilikoanzia. Kuanzia aenda na ile biashara na brother Diki, baadaye ilikuja tulifanya biashara, baadaye ilikuja likafa. Ndio. Ilivyokufa nikawa niko nyumbani. Sina issue yote ya kufanya. Ndio. Kutokana na mazingira yale yaingia toka ambao nilikuwa nayo. Kwa hiyo nikajikuta sasa mimi kuna muda natoka na 1000 yangu 2000 naenda mjini. Ndio. Kama nimeenda kwenye kibarua. Kama vile biashara bado ipo. Lakini kumbe sieni kokote. Naenda tukuzurua na urudi baadaye ili watu wanione kama kuna mishe zako zingine. Yani sio zile, kwa sababu zile watu walijua. Zile zilikuwa kwenye mazingira ambayo wateja ni wale watu walikuwa wanaijua. Yani mtu wa mtaani alikuwa akipita anaona kama hii biashara haipo. Kwa hiyo nilikuwa natoka sasa naenda mjini. Mjini ya wapi? Naenda Posta, feri, nakaa mpaka jioni narudi. Maskini. Nikifika pale mtaani naonekana nimetoka kwenye kibarua. Kumbe hamna chochote. Sawa, nakaa zangu mtaani hivyo. Baadaye nikaona sasa hii mambo mpaka lini, nikaongeaga na mamangu mdogo. Ndio. Kwa hiyo ongea naye mamangu mdogo, bwana ongea na father nipeleke mjini nikafanya biashara. Akawa naongea naye, father anasema bado bwana, bado. Kwa hiyo nilikuwa sichoki. Sababu nilikuwa nataka kuna hali maisha ya kupata 2000, 3000, 5000 ulishazoea. Kwa hiyo nikajikuta kama nashindwa kuishi kawaida. Kwa hiyo nilimsumbua father, mwishoni akanichukua. Babangu mdogo akanipeleka mjini. Basi nikaingia mjini
kufanya biashara ya vitu vya magari, accessories za magari, ulembo manini ambao mpaka leo hii nafanya. Wakati huo nilikuwa kwa babangu mdogo, baadaye nikawa wanasema nini, dalali. Umeona biashara za watu, ukiuza 20,000 unapeleka 10,000, mtu 10,000 naweka kwako. Mpaka leo hii na mimi na ofisi yangu, napata riziki zangu. Basi wewe mwenyewe ni baba, wewe mwenyewe sasa hivi ni baba wa namna gani na una familia ya namna gani? Mimi bwana, ukijitazama mimi nikijitazama, mimi na familia bora sana. Yani kuna muda mwenyewe nikikaa nasema pengine nisingekuwa na familia ile, sio ingekuwaje. Ndio. Kwa sababu kabla ya kuwa na mke wangu huyu wa sasa, nilipotoka kwenye maisha yangu huko nyuma, kuna wakati nilikuwa namuomba Mungu nipate mke wa namna hii ambaye nilokuwa naye sasa hivi. Kwa hiyo mke ulionaye ni maombi yako? Ni maombi yangu mimi mwenyewe. Safi sana. Mwenyezi Mungu. Nimetoka kwenye mahusiano ya aina hii. Ulihaha kidogo. Okay. Nipe mwanamke basi, elimu yake, uelewa. Mimi naamini kwamba mwanamke ambaye ana elimu yake, yani ilifika level niliamini hivyo. Ndio. Sawa. Kuna baadhi ya vitu ndani ya nyumba nikivifanya, anaweza akanichukulia kama nilivyo, akakuelewa hivi kwa sababu ya 1, 2, 3. Ndio. Lakini wale ambao wenye level moja na mimi, sawa, niliona kwamba wagumu kunielewa. Na kweli nimepitia hiyo experience ya kuto kunielewa. Kwa kweli nimepata mke wangu ana elimu yake nzuri tu. Kweli kuna baadhi ya vitu kama mwenyewe ananiangalia sana, wewe kwa sababu hujaenda shule, ndio umesoma, usingefanya 1, 2, 3. Funika, maisha yanaendelea. Kweli niko naye. Na kwa watoto wangu bwana huyu mmoja, watoto wangu wa kiume ambao niko nao nyumbani, 2 ambao nimezaa na mke wangu. Umeona? Hawa watoto wangu ambao naishi nao nyumbani, ambao ndio nimelea mimi, ujue mimi na nilikuwa mimi, kwanza kuna changamoto ambao nilipitia, kutokuwa na experience ya kulea watoto. Yes. Yani maana yangu kwenye ujana wangu nilibahatika kuwa na watoto, umeona, kupata umeona familia, lakini sikuilea. Umeona, vitu vienda tofauti. Nilikuwa na maisha yangu, na mke akawa na maisha yake ambayo nilitegemea ningemuoa, lakini ilikuja kwa tofauti. Umeona, baadaye nilikuwa, wakati nahangaika na hayo maisha, nilikuwa natamani siku moja sawa niwe na mke, nilee watoto kwenye ngazi ambayo unamuona anakuwa mtoto, nione yani nakuaje, kwa sababu huyo mwanangu mwingine ni mkubwa. Sawa, sijamlea. Umeona? Sijamlea. Kwa hiyo nilikuwa natamani kulea. Kwa familia, ngazi ya kulea, ndio hii niliona sasa hivi. Na unaisikia raha kwenye malezi? Nasikia raha kwa sababu nimewaona tokea wanazaliwa, kuwa mpaka wanafika hapa. Kwa hiyo zile changamoto sasa ambazo mimi nilimpa mzazi wangu, sasa ndo naziona kwangu. Je, zinafanana na zile za kwako? Hazifanani, lakini huyu mmoja mkubwa alikuwa anaenda huko. Na wewe ni rafiki yangu, nilishakufuata. Ndio nilikuwa nakwambia ile kitu ile naona kama inakuja kwa ila nilikuwa najaribu kupambana kwenye njia ambazo mimi nilipita, kupambana na mwanangu apite ili akae sawa sawa. Ndio nimepambana na nafikiri kuna muda nimekushirikisha, tumeshipambana kwa pamoja. Sasa hivi amekuwa mkubwa, yuko zake shule, umempeleka boarding, sababu alikuwa changamoto ya mtaa na alikuwa na shida. Unajua sometimes mtaa nao una tabu, sababu kuna watoto wa mazingira tofauti tofauti. Wewe unadhani mzazi mtoto ambaye kama ni mkorofi, ni mtukutu,
anatazama sasa hivi, wewe unamwambia kitu gani kuhusiana na hizo stage anazozipitia na nini afanye kulingana na yeye kuweza kubadilika, mabadiliko ya tabia yake? Ukiachana na wazazi, mtoto mwenyewe unamwambia ni, kwa sababu wewe unaishi neno. Yani issue iliyokuwepo kwa mtoto ambaye anasumbua wazazi wake, sababu tunamwongelea mtoto ambaye anasumbua wazazi wake. Ndio. Kwa nini nasema anasumbua? Kwa sababu mpaka tunakaa hivi kwa watoto wanaosumbua. Ndio. Kama ingekuwa jamii na watoto smart tu, kama kungekuwa kuna vikao watu wanakaa wanazungumza, leo huyu anaongea changamoto za watoto zimekuja kwa sababu ya watoto wengi wana hizo changamoto tofauti, kwamba kwanza wajaribu kuwasikiliza wazazi wao. Sawa. Ndio. Mi sidhani kama kuna mzazi ambaye anamshauri mtoto wake vibaya. Kila mzazi anataka mtoto wake sawa, awe na tabia nzuri, awe msikivu. Akikaa sehemu mzazi akisema huyu mwanangu, watu wakiona, kuna muda si tunatamani zile sifa kutoka kwa watu, bwana huyu mwanangu bwana sura nzuri, alafu ule mapokeo ya mtoto anavyoongea na yule mtu uliomtambulisha, wewe ukikaa pembeni unasema yes. Mwana hata wale wakitoka wanasema da, jamaa ana mtoto smart. Yani wazazi wengi wanatamani watoto wa aina hiyo. Kwa hiyo ukiwa unashauriwa na mzazi wako, bwana hiki sio, natakiwa iwe hivi, unatakiwa uwe msikivu, usikilize wazazi wako wanasema nini. Kuna mzazi anayemshauri mtoto wake vibaya. Kuna mzazi anayetaka mwanawe haribikiwe au ya ovyo. Wazazi wote tunataka watoto wetu wana katika mazingira mazuri. Ndio maana hata mimi nimekuambia wewe rafiki yangu, nilipokuwa napitia changamoto za mtoto wangu, nilikufuata kuchukua muda mwingine, namwambia mwanangu njoo, ongea na bambwana, sikiliza, ongea naye. Mimi mwanangu vingi ulivyokuwa unaongea naye mimi anisimulie. Ndio. Umeambiwa nimeongea na mama, nimemsikiliza. Na muda ambao anaongea naye akitoka anakuwa mtulivu. Yani kwamba kuna vitu vimemwingia. Kwa na wazazi nao wasichoke. Yani kuna muda sisi watoto sawa, tunatamani hata kusikia kauli kutoka sehemu nyingine. Hivyo vitu vipo tofauti na kwa wazazi tu ambao wako kila siku. Yani swala hilo liko wazi. Sababu hata mimi wakati ambao na hizo changamoto sikuwa naambiwa nyumbani, naambiwa lakini ukienda sehemu nyingine ukiambiwa ndio unaendelea tu. Ukienda sehemu nyingine ukisikia bwana hivi kuna vitu vinakuja, kumbe natakiwa niwe hivi kabisa. Mbona kwa hata sisi watoto wazazi, yani kwamba ukiongea na watoto wetu, ukiona bado ukipata wasa, una rafiki yako, kuna vitu vipo vya kuwafanya watoto wakaambiwa namna gani ya kuishi hivi, wapeleke wapate elimu, wasikilize, yani usichoke. Utafika wakati utampata mtoto unayemtaka. Sababu hakuna mtoto anayeanza chini akiwa yuko ovyo mpaka uzee. Hakuna. Mzazi ukipambana, mtoto anakuja anabadilika. Sasa shida nyingine hapo, umezungumza vizuri sana, yani kwamba kwenye malezi hakuna kuchoka, kama nimekuelewa vizuri. Lakini pia ni tuwape sikio watu wengine wazungumze na watoto wetu. Na wanapozungumza nao utampata mtoto unayemtaka. Kwa sababu unaweza ukafanya mwenyewe. Ukafika wakati ukasema nimechoka, sitaki tena mtoto. Wewe ukiona umeenda. Mama kafanya. Kwa nini mimi nilikuja kwako? Kwa sababu unajua kwamba mbwana anayajua ya mambo, lakini pia akizungumza na kijana wetu atamuelewa. Kwa hiyo ndio maana ifika wakati nakuja kwako, bwana ndugu yangu, hivi ratiba zako zikoje? Naomba ongea na mwanangu. Ndio. Kwa maongezi ya leo naomba uje nyumbani. Ya nyumbani, ongea na bambwana. Anaongea naye, anamsikiliza. Hatujui mabadiliko ya kwake ya leo, inawezekana labda vile vitu navyo vimechangia mpaka leo hii mimi nakaa nasema mwanangu amebadilika. Kwa hiyo sasa hivi kwa kijana wako nimempata mtoto unayemtaka kwa namna fulani. Pata mtoto ambaye namtaka. Lakini
hapo nyuma nimepambana sana kwenye mazingira tofauti. Safi sana. Said Badi ameelezea vizuri sana namna ambavyo unaweza ukamtengeneza mtoto unayemtaka. Yeye ni shuhuda wa namna ambavyo amekuwa mtoto ambaye mzazi wake amemtaka yeye hawe kwa sababu ya mabadiliko mbalimbali aliyopitia katika maisha. Lakini licha ya hivyo alikutana na kisanga cha malezi kwa mtoto wake pia. Kwa na yeye sasa hivi anahisi mtoto wake ni mtoto anayemtaka kwa namna ambavyo anaenenda na anavyofanya maisha yake. Mimi bwana, ndugu yangu, ninajua mengi kuhusu wewe na nahisi hatujamaliza. Ikihitajika session nyingine tutafanya, lakini zaidi ya yote shukrani sana. It is really nice na very emotional kwa sababu ukizungumza matukio mengine nimeyaona, mengine nimeyasikia. Ukimsema bibi, ukimsema mama mdogo, nani na wajua kwa naelewa mazingira, lakini kuna kitu kimoja ulikisema katikati hapa wakati unazungumza. Ulisema mimi bwana sina akili ya shuleni, lakini nikwambie wewe akili unayo. Mimi binafsi kwenye maisha yangu nikisema nitoe shuhuda wa mabadiliko na mambo mengi niliyoyapata kupitia bwana, yako mengi. Elimu ya mtaa, yani mtaani kule kulivyokuwa kugumu na unaweza na ikaeka zake. Mwalimu wangu ni huyu hapa na wengine wachache ambao wameweza kufanikisha. Asante sana. This is the conversation. Ilikuwa poa, mafunzo kwa wazazi kuhusiana na namna ambavyo wanaenenda kulea watoto wenye tabia korofi na zinazokinzana na mapenzi mengi ya wazazi. Bwana Msangule, Said Badi, kwa elini.